wa mwaka 2025, naomba uniruhusu nitoe maoni kwa muhtasari maeneo yatakayozingatiwa. Mapendekezo ya marekebisho ya utoaji wa leseni za biashara, sura 101. Mheshimiwa Spika, katika aya ya 168 ya hotuba ya bajeti ya serikali imekusudia kuweka mazingira mazuri ya ufanyaji biashara baina ya wazawa na wageni kwa kufanya marekebisho kwenye sheria ya utoaji wa leseni za biashara, sura 101. Marekebisho hayo ni pamoja na mambo mengine yanalenga kumpa mamlaka waziri mwenye dhamana ya masuala ya biashara kuainisha shughuli za biashara ambazo hazipaswi kufanywa na wageni. Hatua hii inalenga kuondoa kero iliyopo nchini hivi sasa ya wafanyabiashara wageni kufanya biashara za jumla, rejareja na uchuuzi ambazo zilikuwa ni shughuli zinazofanywa na wazawa. Aidha, wakati majadiliano ya mswada wa sheria wa fedha wa mwaka 2025, kamati itaishauri serikali kuweka adhabu kwa wageni watakaokiuka masharti ya kanuni hizo, ikiwa ni pamoja na kuwafutia vibali vya kazi, visa, pamoja na wanaothibitika. Hakika usikivu huu wa Mheshimiwa Rais ni jambo la kuibwa na uwe mfano na kwa nchi zingine Afrika. Mapendekezo ya mabadiliko ya sheria ya hifadhi ya taifa, sura 282, sheria ya mamlaka ya hifadhi ya eneo la Ngorongoro, sura 284, na sheria ya msajili wa hazina, mamlaka na majukumu, sura 370. Mheshimiwa Spika, kamati inaipongeza serikali kwa kukubali kufanya mabadiliko kwenye sheria hizi, kurejesha utaratibu wa kukusanya na kutumia mapato yao wenyewe. Hata hivyo, kiwango cha asilimia kinachopendekezwa kwenye mgao ni jambo ambalo litajadiliwa kwa kina na serikali kwa sababu kuu mbili. Moja ni hali ya ukwasi wa taasisi hizo ili ziweze kutekeleza majukumu yake kikamilifu kwenye sekta ya utalii, na pili, endapo kiwango kinachobakishwa kinaweza kukidhi mahitaji ya taasisi kujiendesha kwa misingi ya kibiashara na kwa ufanisi. Mheshimiwa Spika, pia kuna sheria ya mabadiliko ya usimamizi wa ushuru wa forodha ya Afrika Mashariki ya mwaka 2004. Mheshimiwa Spika, kamati imepitia hatua zote zilizoridhiwa na mkutano wa mashauriano ya kibajeti wa mawaziri wa fedha wa Jumuiya ya Afrika Mashariki uliofanyika tarehe 20 Mei 2025 jijini Arusha, na kubaini kwamba hatua mpya ni 13 na 48 ni mwendelezo wa hatua ambazo zilichukuliwa katika miaka ya fedha iliyotangulia. Hatua hizo kwa ujumla wake zinalenga maeneo yafuatayo: moja, kulinda ajira na uzalishaji wa viwanda ambavyo vipo ndani ya Jumuiya ya Afrika Mashariki; mbili, kuchochea uzalishaji wa bidhaa mbalimbali viwandani katika jumuiya; namba tatu, kukuza biashara baina ya nchi wanachama wa jumuiya. Mheshimiwa Spika, serikali ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri wa Muungano kupitia waziri wake wa fedha Mheshimiwa Mwigulu Lameck Nchemba Maderu, imekuwa ikishirikisha kamati ya bajeti kuhusu mapendekezo ya serikali ya hatua ambazo zinapendekezwa na serikali juu ya mabadiliko ya sheria ya usimamizi wa ushuru wa forodha. Hakika huu ndio ushirikiano wa maridhiano ambao ni lazima bunge lako litambue na kuuenzi. Kamati inaishauri serikali kuhakikisha kwamba utaratibu huu unaendelea kuwepo kwa kipindi kijacho kwa sababu umethibitisha kuwa na manufaa.